Bila shaka ni matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo siku hii ya 26 mwezi wa 5 mwaka 2026. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo mara tena nikikusabahi na kukukaribisha katika awamu hii ya TV47 habari. Lakini zaidi ya habari, awamu hii ya saa 1, jina langu Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe, na siku zote unawasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii TV47 Kenya pale Facebook, ukurasa wetu wa X. Kauli zako siku zote zinakubalika. Lakini kumbuka pia hii leo ni siku ya ukumbi wa siasa, pale ambapo huwa tunapata nafasi kuangazia sera za serikali, siasa, jinsi ambavyo shughuli zinapigwa, tunapinduka nazo kuhakikisha kwamba tunakujuza jinsi mambo yanakwenda. Na hii leo kwa mara ya kwanza tangu kuchaguliwa kwake kama mwenyekiti wa tume ya masuala ya maridhiano na utangamano wa kitaifa NCIC, anafahamika kama Daktari na Kasisi Kefa Omai. Tutakuwa tukizungumza naye moja kwa moja kama mwenyekiti wa tume hii ambayo Wakenya wameweka macho ndani yake kuweza kujua kulikoni, wakati ambapo cheche za chuki, semi za chuki, matamshi ambayo hayafai yanatoka kwa viongozi mbalimbali. Hayo yote tutakuwa tukiangazia, lakini studioni ameketi. Karibu sana studioni. Asante sana Elizabeth. Umekuwa namna gani? Safi kabisa na fiti, niko tayari. Uko tayari kabisa. Nitaanza kwa kusema kongole, ama kwa lugha ya kizungu congratulations. Asante sana. Maana hii ni nafasi ambayo ni bora kwako kama kasisi, kwako kama daktari, na kwako pia kama Mkenya. Unaipata namna gani? How do you see the space? Kwangu ni shepherding the nation kwa mambo ya amani, Yes. utangamano na hasa kwa uwiano vile umezungumzia. Na tukiwa katika mjadala kuna mengi nitayazungumzia, lakini kwa sasa asante kwa kunialika. Nitaanza kwa kuuliza kabla hatujaingia tu katika masuala ya habari, maana mwelekezi wangu atanipa hiyo waniambia nirejee. Mahali tulipo ni mahali ambapo kuna wale ambao ni wanasiasa na tayari wamenoa makucha yao, makali yao yanaonekana katika matamshi ambayo wanatoa. Je, taifa hili linaelekea katika njia iliyo bora? Katika hiyo mazungumzo na vile umezungumzia juu ya wako tayari kabisa kuongea siasa, kupiga siasa na kupiga drums za siasa. Wengine wamesahau ya kwamba nchi hii iko na sheria, iko na mipangilio, na tuko na tume ambayo inaangalia kila ambacho kinaendelea, mazungumzo na hata vile wanachochea. Kwa hivyo hata ingawa tunasema ya kwamba atuelekee vizuri, kuna makali pia ambayo yako njiani kwa wale ambao wanatumia midomo yao vibaya. Umesema umeweka kisu chako tayari. Kisu kiko tayari kabisa. Na wale ambao wana matamshi ya chuki. Na kisu ni sheria ile ambayo imewekwa. Lakini wakati unasema vile, kasisi na daktari, Yes. Wengi wa Wakenya kila siku wakisikia NCIC wanasema, kutokana na historia, sio kutokana na wewe ambaye umekuja ofisini, huwa wanaita toothless dog, ama wanasema haina makali yoyote, ni matamshi tu. Unajua kile ambacho wanazungumzia ni kwamba mtu akichochea na akifanya siasa ambayo haiambatani na sheria, lazima hatua ichukuliwe. Lakini wamesahau ya kwamba hii tume iko na functions 20, si moja tu ya hate speech au mazungumzo mabaya yale ambayo yanaweka watu wetu au nchi yetu katika hali ya hatari. Kuna kazi nyingine na jukumu ambayo NCIC imepewa kulingana na katiba. Kwa hivyo tukisema ya kwamba tume iko toothless, I think ni narrative, yani mazungumzo tu yale ambayo wanasiasa na wale wengine ambao wako na labda nia mbaya juu ya tume wanazungumzia. Lakini ukweli ni kwamba we have 20 functions, na nikwambie tume la uwiano na utangamano linafanya kazi. Umesema ni narrative and a notion yenye inakuwa driven kutoka maeneo baadhi ya maeneo ili kuonekana hamna kazi. Ni ukweli kabisa. Ili kuondoa hii dhana utafanya namna gani? Manake sasa kila mtu anasema Bishop Kefa Omai atatusaidia, lakini utaondoa hii dhana kwa namna gani? Ya kwanza kabisa, Yes,
tutachukua sheria kabisa na tuifanyie kazi. Na Kenyans wataanza kuona ya kwamba ile tume ambayo imewekwa ofisi sasa ni tume ya kazi. Na pia tutakuwa na mazungumzo na wananchi wote. Tuwaelezea kwamba tuko na responsibility. Sisi kama wananchi tusiachie tume pekee. Ila tu kila mtu awe na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba tuko pamoja, tuko na utangamano na uwiano wakati wanasiasa wanapita mpaka. Kila mmoja, kila Mkenya lazima awe sehemu ya wale ambao wanaleta uwiano na utangamano. Na hayo ni mazungumzio ambayo tutakuwa nayo. Umesema mtatembea na Wakenya wote. Na Wakenya wote. Niko hapa kuhakikisha mimi kama mwanahabari na pia Mkenya ninasikia tunatembea kwa namna gani. Niruhusu niingie katika habari, lakini kumbuka tupo naye hadi mida ya saa 2:30 hivi tukiangazia haya na mengine mengi. Lakini moja kwa moja katika taarifa kuu ni kwamba wagombea 9 wameidhinishwa kuwania kiti cha ubunge cha Olkalau katika uchaguzi mdogo wa Julai tarehe 16 baada ya tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC kuidhinisha wagombea 5 zaidi leo, huku vyama vya kisiasa vikizidisha kampeni zao. Viongozi wa chama cha DCP wakiongozwa na Cleophas Malala wameahidi kuweka kambi Olkalau kuhakikisha mgombea wao Sami Kamau Ngodho anashinda kiti hicho, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Laban Muhinda. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imewaidhinisha wagombea 5 zaidi kuwania kiti cha ubunge cha Olkalau katika uchaguzi mdogo uliopangwa kufanyika Julai 16, hivyo kufanya jumla ya wagombea walioidhinishwa kufikia wagombea 9. We started yesterday where we cleared 4 candidates. And this afternoon, we've cleared the 5th one, so that means a total of 9 will be running for the election. Miongoni mwa walioidhinishwa ni Sami Kamau wa chama cha DCP, Wilson Mwaniki wa Jubilee, Stephen Wanyoike wa NLP, Edwin Mushiri wa PNU, pamoja na Rachel Wangui Njoroge ambaye anawania kiti hicho kwa chama cha PDP. Hata hivyo, mgombea wa chama cha People's Liberal Party Kamau Waiganjo, ambaye hapo awali aliazimia kupeperusha tiketi ya DCP na kubwagwa katika uchaguzi wa mchujo, alifeli kufika mbele ya tume ya IEBC, hivyo jina lake kutupiliwa mbali. Wakizungumza na wanahabari baada ya kuidhinishwa, wagombea hawa waliwataka wakazi kudumisha amani katika kipindi chote cha kampeni, wakisema kuwa uchaguzi sio swala la kufa na kupona, kwani maisha yataendelea hata baada ya uchaguzi. Mimi niko fully registered na nimepitishwa kuwania kiti na tikiti ya chama cha DCP. Hapa kuna fahari tunajua wanapigana, sitawataja kwa sababu mimi ni wa NLP, nataka kukaa kwa NLP na niuze NLP yangu. Lakini tukipigana hao fahari wakipigana, wananchi wachunge sana wasiumie. Tuweke amani, misafara ikikutana tuheshimiane na tufanye kitu inaitwa kujua hiyo Olkalau ni yetu wote. We want to ask government not to perpetuate violence the way they have been doing in other by-elections. Nikiripotia TV47 nikiwa eneo bunge la Olkalau, kaunti ya Nyandarua, jina langu Laban Muhinda. Kazi safi Laban Muhinda. Na kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameshinikiza na kukashifu kauli za baadhi ya viongozi wa ndani wa Rais William Ruto kuiba kura ifikapo mwaka 2027, akiwataka Wakenya kujitokeza kupiga kura, kwani ngome yake itasaidia kuchunga kura. Akizungumza katika kaunti ya Nakuru wakati wa misa ya wafu mkewe msimamizi wa kanisa la Full Gospel Kenya, Gachagua amezidi kukashifu matamshi ya katibu mkuu wa UDA Hassan Omar na waziri wa fedha John Mbadi kubagua jamii ya Mlima Kenya, akionya Kenya huenda ikaliweka taifa pabaya, na aidha amewasuta wote wanaomtaka Rais William Ruto rais mstaafu Uhuru Kenyatta kujiepusha na masuala ya siasa.
ya kutisha watu, Bwana Murkomen hatutaki. Hakuna haja. Instead ya kutisha Rais Uhuru Kenyatta, kuja kwanza ukamate wale waliua Reverend ya BCA hapa Nakuru, upeleke kotini. That is the work you should do. Don't blame Uhuru Kenyatta for your failure. Alipatia nyinyi serikali muendeshe. Alafu mtapatana na raia huko mbele kwa debe. But for now, leave Uhuru Kenyatta to be. He is retired, but that does not mean he is tired. Ako na ruhusa ya kusema chochote kwa sababu yeye ni Mkenya. Umeona wanasiasa pale magharibi wanapiga kelele ati hata rais asipopata kura ati wataiba. Sasa mtaiba kura ya Wakenya tukiwa wapi? Ati Tanzania na Uganda ilifanyika. Hii Kenya hapana Tanzania. Hii hapana Uganda. Hapa hakuna mtu anaweza tawala miaka 40, Wakenya hawezi kubali. Kenya nzima raia wanakaa na hofu, maana wanaona kama wanasiasa na viongozi watachoma Kenya hii na baadaye wapeleke watu wengi makaburini kabla ya wakati wao, nayo laana iwafuate. Tafadhalini msiakishe mioto ambayo baadaye mtashindwa na kuzima, muanze kuuliza kanisa liko wapi. Na tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka nchini IEBC imetoa onyo kali kwa wanasiasa ambao wanatoa kauli kuhusu njama za kuhitilafiana na uchaguzi wa mwaka 2027. IEBC imesema kwamba sio sahihi kwa viongozi kutoa matamshi ambayo yanayumbisha demokrasia na ambayo imejengwa kwa miaka mingi. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, IEBC imesema kwamba kauli ambazo zinatolewa zinalenga kutoa adhari katika kupitia mifumo ya demokrasia na kwamba jukumu la kuandaa na kukagua uchaguzi linaendeshwa na tume ya IEBC kwa mujibu wa kipengee cha 88 cha katiba. Kadhalika, IEBC inasema kwamba kauli hizo zinalenga kusababisha uoga, kupotosha umma na kuhitilafiana na maadili katika mfumo wa uchaguzi. Na mnakumbuka hayo yote tutakuwa tukiangazia katika mjadala ambao unakuja baadaye kuhusiana na vita dhidi ya semi za chuki na matamshi ya chuki, tukizungumza na mwenyekiti wa tume ya NCIC anafahamika kama kasisi na daktari Kefa Omai, yupo studioni. Lakini katika masuala mengine ni kwamba visa vya watu kudaiwa kujiua au kufia ndani ya seli za polisi nchini vimeanza kuenea na kupandisha mori miongoni mwa Wakenya, wengi wakiwa na maswali mengi kuliko majibu. Leo Jumanne, familia Brian Njuge ambaye alidaiwa kujitia kitanzi ndani ya seli katika kituo cha polisi cha Kiambu imepiga ripoti za mwanzo za uchunguzi wa maiti ambazo zinaashiria kuwa Brian aliaga dunia kutokana na kitanzi. Waluse Meshak amelifuatilia swala hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Brian Njunge, kijana mwenye umri wa miaka 23, aliaga dunia tarehe 22 Jumanne wiki jana. Mwili wake umefanywa upasuaji leo Jumanne. Kwa mujibu wa wakili wa familia, ripoti iliyotolewa na mpasuaji mkuu wa serikali Johansen Odur kwenye makafani hii wanakinzana nayo na kutaka uchunguzi zaidi kufanywa na kubaini kiini na chanzo cha kifo cha Brian. The findings of the postmortem are not conclusive at this point, but we can state that on a primary basis that the cause of death is strangulation. So the manner of the strangulation is yet to be determined. Babake Brian anasimulia kuwa alipokea ripoti ya kutiwa mbaroni kwa mwanawe alipofika kituo cha polisi. Hakuruhusiwa moja kwa moja kumwona Brian na baadaye kuambiwa kuwa Brian tayari alikuwa amejitia kitanzi akiwa korokoroni. Where they were kept waiting for some time, unnecessary long. And finally, when they were demanding to see him, but nothing like that came. They were just being taken round and round. When they finally saw him, he was dead. Tayari maafisa wa IPOA wamechukua sampuli za mwili na kuondoka nazo kuendeleza uchunguzi zaidi ili kubaini na kutathmini iwapo maafisa wa polisi waliohusika kwa kifo cha Brian. We are still not certain on the manner the way the deceased passed away, and we will be pursuing further investigations on the same. Police station is supposed to serve us and to protect us, not to serve
dead bodies and becoming a graveyard. Hadi wakati wa kupeperusha makala haya, familia ya Brian ilikuwa bado imepiga kambi ndani ya hospitali hii kuonesha kutoridhishwa kwao na ripoti za upasuaji. Madai ya raia kufia mikononi mwa maafisa wa polisi nchini Kenya yamekuwa kigonga vichwa vya habari. Sasa familia ya Brian Njunge inadai haki baada ya mpendwa wao kudaiwa kujitia kitanzi akiwa kwenye seli ya polisi. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Bila shaka mpenzi mtazamaji, taarifa hiyo ya huzuni na pia ambayo inaibua maswali makali ya Mwaluse Meshak inatupa nafasi kupokea kikombe cha maji. Kumbuka mjadala wetu wa siku hii leo kukabili matamshi ya chuki. Wakati ambapo tunayazungumzia hayo, swali letu linasalia: iwapo unaamini tume ya NCIC ina nguvu na uhuru unaohitajika kupigana na semi za chuki humu nchini? Hayo yote utakuwa ukitujibu kwa 22047. Mitandao ya kijamii TV47 Kenya. Usijaribu kucheza mbali, maana tukirejea taarifa na huu mjadala utakuwepo. Leo pork ni poa kuliko mpoa wako na haiku ghost. Pork iko na selenium, inalinda immunity kama bouncer, na iko na vitamin B1. Unaingia shift leo, unatoka kesho na nguvu. Hewa yote, wet fry, dry fry, stew, koma. Fuel ni pork, focus ni pork, boost ni pork. Jipatie power na Farmer's Choice Pork. Ni pork safi, life safi. Indomie na utamu, Indomie na utamu, Indomie na utamu, Indomie na utamu. Ushakubali vibe ni tamu, kila place ni legit jo, alafu korogo ni quick na tasty, anakuma wo una mix ni pesi, no stressing, chaji iwe nyama, smoky, skuma, ingo, homa yai, imetojo na mabesti, utamu jo ala, jwani easy na ni tasty, vibe una ni life ni mutamu bila stressing. Indomie na utamu, Indomie na utamu, Indomie na utamu, quick and easy, vibe uplifting na flavor mbichi, bei rahisi, ina nice one time ina donjo, acha nikupanga acha kushovile na control. Indomie na flavor sisi ni chako bombo, sunda maji ongeza, weka kitu kwa jiko, meka mali kwa sinia unatandaza, unachanganya vibe na utamu. Indomie, furahia mlo mtamu. Fanikisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Fanikisha journey with Equity today. Safer, stronger, together. Karibu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati. Na zaidi ya familia 900 katika vijiji vya Bulto, Chalaluma, Didwaya na Moa, eneo bunge la Lamu Magharibi, kaunti ya Lamu, zinakumbwa na changamoto kubwa kufuatia mafuriko ya mto Tana baada ya kuvunja kingo zake. Abdul Aziz Nameka ana kina cha habari hii.
Kana na wakazi wa maeneo ya Bulto, Chalaluma, Didewaride na Moa, eneo bunge la Lamu Magharibi, mafuriko yamesababisha uharibifu mkubwa kwa wakulima, wakikadiria kupata hasara baada ya kuharibu mazao pamoja na mifugo. So changamoto mingi ni kwamba saa hii community inafaa kuangaliwa. Kuna nini? Kuna maumbu, kuna wagonjwa. Saa hii hapa hospitali kimewekwa watu maji wa kihara. Sasa hiyo kuhara tunahofia sana kuhusu hii maji. Naibu chifu wa eneo la Moa, Daniel Okumu, amesema kuwa hali bado ni mbaya katika baadhi ya vijiji, huku familia nyingi zikiendelea kukwama kutokana na maji kujaa katika makazi yao, akisema ipo haja kwa jamii zilizoathirika kusaidiwa. Yataathiri nyumba hizo, na kila mmoja pale katika ile nyumba atalazimika kuondoka katika ile maeneo kwa sababu maji yanaendelea kuja. Kwa hivyo ili shirika la Red Cross linastahili lifike kwa wakati ili liweze kusaidia hizi familia ambazo zimekuwa affected na hii floods, especially wenye ambao tayari sasa hii wanahangaika, manake ugonjwa umekuwa mwingi katika maeneo. Kwa upande wake, mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu kaunti ya Lamu, Abdul Hakim Abdu, amesema kuwa shirika hilo tayari limeanza kutoa msaada kwa familia zilizoathiriwa na mafuriko na linaendelea kufanya tathmini ya kina. Kwa hivyo sisi pia kama shirika, kitu kingine ambacho kama cha msingi tunakipanga na ni kitu cha haraka ni kufanya at least medical outreach ambayo kwamba itasaidia jamii at least kuangalia zile hali zao za kiafya. Hii jamii pia livelihood yao ama maisha yao ya kiuchumi yameathirika. Sasa hivi unavyoangalia ku assess market nyingi ziko Witu ama hapa Moa, lakini sasa wao hawezi kufikia zile soko ambazo za kawaida. Masala ya chakula kimekuwa na shida. So sisi pia kama shirika na mashirika mengine ambayo kwamba tutafanya kazi pamoja, ni vyema sasa hivi ikiwa tutawekwa na uwezo wa kuja kuwasaidia mambo ya chakula. Abdul Aziz Nameka, TV47, kaunti ya Lamu. Asante sana Abdul Aziz, na ninatumai kwamba kutakuwepo na suluhu katika swala hilo. Mashirika ya kimataifa na mengine humu nchini yamekosoa baadhi ya vipengee katika mswada wa fedha wa mwaka 2026. Viongozi wa mashirika hayo wameonya kuwa baadhi ya kodi zinaathiri biashara na kuongeza gharama ya maisha kwa wananchi. Mudhoni Brenda ana mengi zaidi. Mkutano huu katika kaunti ya Kiambu haukuwa wa sera pekee. Chair, I've got it. You got it? I'm very quick. So if this... Wakati vicheko vya utani vilipopungua, vigogo wa kibiashara kama Coca-Cola walianza kuukosoa mswada wa fedha wa mwaka 2026. Kampuni hiyo kubwa ya vinywaji ilionya kuwa ushuru unaopendekezwa kwa vinywaji vyenye sukari utapandisha gharama za uzalishaji. What do you say to our national values under Article 10 on matter sustainable environment and our policy generally to do away with plastics? In terms of trying to make packaging as reusable and recyclable as possible. And that is something, as my colleague Susan mentioned, we're working on with Ministry of Environment, KEBS and others in terms of making packaging as sustainable as possible. Kampuni za teknolojia zilionya kamati kuwa mfumo unaopendekezwa wa kodi ya kidijitali unahatarisha biashara kulipa kodi mara mbili na kujenga mazingira magumu kwa wawekezaji. Wasiwasi wa faragha yani privacy fears pia ulichukua nafasi kubwa wakati wa uhakiki huu, kampuni zikionyesha hofu kuu kuhusu kifungu kinachoruhusu mamlaka ya mapato ya Kenya KRA kufuatilia miamala ya M-Pesa ili kupima mapato ya mashirika na ya mtu binafsi. I would like to encourage Kenya, first we need to get our infrastructure right, because if we are trying to do real-time data, as we sit now, can KRA really support that sort of data? Aidha, kodi inayopendekezwa kwenye simu za mkononi ilikabiliwa na upinzani wa papo hapo kutoka kwa masekta ya kibiashara. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati ya fedha Kuria Kimani aliwahakikishia kuwa mfumo huo mpya utapunguza kodi kwenye vifaa vya mkononi. So the total taxes on imported phones now is 55%. What the bill is proposing is to remove these phones from being VATable to exempt. That means there is no VAT on the phone.
Swali kuu sasa ni iwapo kamati ya fedha italegeza msimamo kutokana na shinikizo la mashirika binafsi au itaendelea kusimama kidete ili kuafikia mapato yaliyolengwa na serikali. Muthoni Brenda, runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Kiambu. Namna huduma za dharura za afya zimeangaziwa wakati ulimwengu ukiadhimisha wiki ya tiba ya dharura, huku wataalamu wa afya wakitoa wito kuimarishwa kwa mfumo bora na mifumo ya haraka ya majibu ya dharura nchini. Haya yanajiri huku serikali ikiendelea kuimarisha hatua za tahadhari na maandalizi ya kukabili mchamko wa Ebola. Mwanahabari wetu Sali Davida ana mengi zaidi. Wataalamu wa huduma za dharura nchini wanaendelea kuimarisha maandalizi ya kukabiliana na majanga ya kiafya kupitia uchunguzi wa afya katika maeneo muhimu na kuboresha mifumo ya kutuma ambulensi kwa haraka hadi maeneo ya mashinani. Kaunti mingi, serikali ya kaunti imejaribu kutengeneza hizi services, emergency services or services za dharura, and kaunti mingi tengeneza policy, zimeanza kupeana ambulance services. Naweza kuambia kama Kilifi, Lamu, Siaya, Turkana, hizi ni counties ziko na ambulance services tayari na zimeanza kuweka the appropriate resources to support the emergency departments. Aidha, wataalamu hao wanaendelea kuelimisha umma kuhusu namna ya kukabiliana na dharura mbalimbali kupitia video na taarifa zinazochapishwa kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii ili kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu hatua za kuchukua wakati wa dharura. So we've created a lot of videos that have been shared on our social media platforms and are continuously running across the institution to educate the public on, first of all, the warning signs, things like heart attacks, strokes. Vilevile mipango inaendelea kuwekwa ili kuongeza mafunzo kwa wahudumu wa afya na watu wa huduma za dharura, hatua inayolenga kuimarisha uwezo wa kukabiliana na hali za dharura na kuboresha utoaji wa huduma za afya nchini. Aidha, waziri mwenye mamlaka Musalia Mudavadi na waziri wa afya Aden Duale wamesisitiza umuhimu wa uhamasishaji wa kitaifa na kufuata itifaki za afya ili kuzuia kusambaa kwa Ebola. So we need to be very, very careful. We need to sanitize again. We need to go through that detail. And I think we need to have a campaign because prevention is better than cure. And in this case, we don't know when the cure will be on the table. Taarifa ambayo nitasoma ni ya kuhuzunisha na pia kutamausha. Jamaa mmoja mjini Machakos kwa jina John Chalo anataka haki baada ya kuchomwa ndevu akiwa amelala katika eneo moja la burudani. Kisa hicho kiliripotiwa katika kituo cha polisi mjini Machakos, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Nicholas Mbai. Alinitishia, alikuwa ananiambia ndevu yangu atakuja kunitoma. Akiwa ameshikilia karatasi ya OB, John anatiririkwa na machozi anapokumbuka unyama wa kuchomwa ndevu zake. Alikuwa anasema tu, saa zote anatoa kiberiti. Hata nikiwa pale, nikiwa huku splash ya chini, alikuwa anasema tu, hii ndevu yako ndaichoma. Na hiyo ndio niko na confidence nayo, alinichoma na CCTV wakakosa kutoa footage. Akieleza jamaa huyo amekuwa akimtishia kwa muda kuwa atachoma ndevu zake, na siku ya Jumamosi mwendo wa kati ya saa 3 na 4 usiku anadaiwa kufanya alivyokuwa amemtishia. Ndio na kunichoma ni ndevu yangu venye ilikuwa inakaa. Ndevu yangu ilikuwa refu. Hapa nilikuwa na maintain na ipakadai mpaka mafuta nini. Marafiki wa John wakisikitishwa na unyama uliotendewa mwenzao. Kuna huyu jamaa alikuwa kutoka kitambo, alikuwa anasema hiyo video yake la mtoma, lakini hii ni unyama. Huu jamaa alifanya unyama, CCTV hata imeonyesha, lakini huu ni unyama kitu kwanza. Nilikuwa naye Saturday usiku tukaachana vizuri, so asubuhi yake ukuja kumuuliza ile design ya ubeshte, akapata amechomeka ndevu. So si tunataka haki, huyu mzee haki ifuatiliwe. Kisa hiki kikiripotiwa katika kituo cha polisi cha Machakos mjini, na kwa sasa anasalia kuuguza majeraha ya kuchoma. Maafisa wa polisi nao wakianzisha uchunguzi kuhusu haswa nini kilichotokea. Nicholas Mbai, runinga ya TV47, kaunti ya Machakos. Wajua, nimeketi hapa nikishangaa iweje mtu anaamka tu anakuchoma ndevu. Na mwelekezi wangu akawa akiniambia wakati mwingine watu wa beard gang
ama wale ambao wana beards ama ndevu wanahitaji kitambaa kama kingine ndikiona na Prophet Owuor, labda wakuwa wanafunika ndevu zao manake zipo hatarini. Lakini kuna huyu ananiambia Elizabeth, muulize Kasisi Omai ambaye sasa ndiye mwenyekiti wa NCIC atafanya nini kuhusiana na watu wa serikali wenye ndio wengi ambao wanaeneza matamshi ya chuki. Anafahamika kama Geoffrey. Utakuwa ukinijibu hilo dakika 2-3 zijazo, manake tunachukua mapumziko kuwapisha wadhamini wetu, tukirejea mengi hapo. Katika nchi ambayo kila siku huanza kwa mapambano, vita vingine utashinda kwa kujituma. Ukizidi kujituma, zingatia pia opponent. Usicheze chini. Mozart inasupport talent kutoka mtaani hadi viwanjani. Wachezaji na community pia lazima wa hydrate. Maji safi ni game changer mtaani. Usicheze chini. Mozart. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only, or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Na maandalizi ya sikukuu ya Eid ul-Adha yakipamba moto, Wakenya wanalalamikia hali ngumu ya kiuchumi iliyowalazimu kupunguza bajeti zao za sherehe mwaka huu. Athman Said ana mengi zaidi. Mahujaji wa Kiislamu walio nchini Saudi Arabia walielekea mlima Arafat alfajiri ya leo kuadhimisha siku ambayo ni muhimu zaidi katika ibada ya hija. Waumini walitembea katika mlima wa Arafa, eneo ambalo linaaminika Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho zaidi ya miaka 1400 iliyopita. Ibada hii ya hija ni mujibu kwa kila Muislamu mwenye uwezo wa kifedha. Mwaka huu zaidi ya mahujaji milioni 3 walikusanyika nchini Saudi Arabia kwa ibada ya hija. Mahujaji watasalia Arafa hadi machweo kabla ya kuelekea Muzdalifa, ambapo watakusanya vijiwe kwa ibada ya kupiga mawe nguzo zinazowakilisha shetani. Ibada hii ya hija inaashiria mwanzo wa siku kuu ya Idul Adha, ambayo pia hufahamika kama Idi ya kuchinja, ambayo itaadhimishwa ni Waislamu kote ulimwenguni hapo kesho Jumatano. Tukirejea hapa nchini, matayarisho ya siku kuu ya Idul Adha yanaonekana kuwa tofauti yakilinganishwa na miaka ya nyuma. Hii ni kutokana na kauli za Wakenya ambao baadhi yao wamesema kuwa gharama ya maisha imekuwa juu kiasi cha kwamba wamelazimika kupunguza bajeti zao. Idi ya mwaka huu Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo ataleta heri yake, lakini kwa njia ya kuwa yani kama ile ya zamani, hapana. Kidogo kuna mambo mingi itakuwa yani hatujafanya. Umeona, kama leo ilikuwa nafaa niwepo nyumbani niandae mambo ya Idi, lakini imebidi nikuje kazi angalau niweze kuboost ile kesho namna ya kujiandaa Idi. Vile vile wauzaji mifugo pia wanasema kuwa msimu huu wa Idi mauzo yamekuwa chini kinyume na vile walivyotarajia. Na sasa mbuzi iko yanauza rahisi, lakini hakuna watu. Wateja kama hawa wanakuja na lalamika, wanasema pesa hakuna. Mtu anatafuta mbuzi ya shilingi 5,000 hana pesa. Na mbuzi inauzwa 7,000, 10,000. Wananchi wenzangu hawa hawana pesa. Kwanza wale kusafirisha mbuzi kutoka kule Mandera
usafiri wa magari kumepanda mafuta, hiyo imekuwa ghali, na pia kulingana na vile pesa imepotea watu wanaanza kulalamika, so imekuwa ngumu sana. Athman Said Mwamlisho, runinga ya TV47 Nairobi. Tukidunda viwanjani ni kwamba shirikisho la soka duniani FIFA limetoa msimamo mkali kuhusu mvutano wa uongozi ndani ya shirikisho la soka nchini FKF, likisema kuwa maamuzi ya hivi karibuni yaliyochukuliwa na baadhi ya wajumbe wa NEC hayakufuata katiba ya FKF, hasa kifungu cha 41. Kupitia mawasiliano ya FIFA imeelezea kuwa taratibu muhimu za sheria za kutawala na hazikufuatwa, ikiwemo utoaji wa taarifa rasmi, haki za kusikilizwa pamoja na utaratibu wa upigaji kura. Kwa sababu hiyo, maamuzi hayo hayatambuliki rasmi. FIFA pia imeonya kuwa masuala yote ya utawala ndani ya FKF yanapaswa kuendeshwa kwa kuzingatia katiba ya shirikisho hilo na sio nje ya mifumo iliyowekwa. Hatua hiyo sasa inaiweka FKF katika wakati mgumu, huku wadau wakihimizwa kurejea kwenye utaratibu wa kikatiba ili kurejesha utulivu ndani ya shirikisho hilo. We all work together and we move together as a team. This is my original and immediate instinct. And I've always held this position that we need to move as a team and we need to work together. Everybody, the entire ecosystem of football. I cannot succeed in isolation. That one is for sure. But at the same time, we have to have aligned interests in whatever it is that we do. So for me, my position is clear. We need to move as a team. We need to work as a team. And we need to adhere to rules and regulations. And if anybody is disgruntled about anything, there's due process that must be followed. There's the courts. Right now, actually, 2 matters are in court, or 3. I can't even remember. I've lost count. But there are matters in front of courts to address these things. And that's why they are there. The judicial processes are in place so that we can find solutions if we're able to agree. And like I said, I'm a big proponent of following the rule of law. I'm a big proponent of following the statutes and also adhering to our country's constitution. And you know very well, if you look at what happened it's now a month ago, I mean, this was a very gross violation of my constitutional rights. And you can imagine being smeared all over the country as this individual who's done, and you see now with what is, when it's coming to light, I have a lot of work to do to, of course, clean and clear my name. But you can imagine the damage has been done. So how do you recover from that? But I'm somebody who's very focused and very firm also in what I believe in. And I believe in unity. I believe in a common purpose. I believe in a common goal to achieve something greater than our individual interests. Namna miamba wa soka humu nchini Tusker FC wanalenga kuonyesha ubabe wao watakapochuana na Ulinzi Stars hapo kesho. Tusker inashikilia nafasi ya 9 kwenye jedwali na jumla ya alama 44 baada ya mechi 32, huku wapinzani wao Ulinzi wakiwa na nafasi ya 15 kwa jumla ya alama 35. Mchuano huo unatarajiwa kusakatwa katika uwanja wa Ulinzi Complex mida ya saa 9 jioni, huku msimu huu ukiratibiwa kukamilika Jumapili tarehe 31. We have been good in a lot of aspects, defensively, offensively, more than the opponent team, but the opponent team has been better in one specific and very important aspect, which was play directed and play to win. So in terms of, how could I say, display, we've been better. In terms of technical, we've been better. But at the end of the day, it's a defeat, and that's specific to football. So that's why we don't have to go too much into drama or to be too pessimistic because of the result. If we look at the result, okay. But sometimes we have won. Example against Sharks in Cup, we have won and we have been really bad in terms of display and quality. So that's football. We have to accept that. Sometimes it's cruel, and we have faced opponent team who thought they deserve to win against us, and they don't. That's football. But now we are facing the game of tomorrow, which will prepare us for the final
and these two last game in the league are important. We have to finish well the league at the best ranking possible. Na kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa tukiingia katika ukumbi wa siasa, ndio hivyo tumeng'oa nanga moja kwa moja. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Catherine Simalowe. Na kumbuka, katika siku za hivi majuzi zimeshuhudia cheche kali za siasa, huku wanasiasa wakionekana kueneza matamshi ambayo yanaangazia jamii fulani na pia mirengo fulani ya kisiasa, jambo ambalo wadadisi wanasema na wanaonya